Iran imeweka wazi kuwa bado haijafanya uamuzi wa mwisho kuhusu makubaliano ya mfumo yanayojadiliwa na Marekani, jambo linaloonyesha kuwa bado kuna vikwazo vikubwa vya kisiasa, kisheria na kiufundi kabla ya pande hizo mbili kufikia makubaliano rasmi. Kwa mujibu wa chanzo kilichonukuliwa na shirika la habari la Iran Fars News Agency, tathmini ya makubaliano hayo bado inaendelea ndani ya taasisi za Iran, huku wataalam na viongozi wa ngazi za juu wakichunguza kwa kina vipengele vyake kabla ya kutoa kibali cha mwisho. Hii ina maana kuwa Tehran bado hajaridhika kikamilifu na masharti yaliyopo mezani na haiko tayari kutoa uamuzi wa haraka bila uhakiki wa kina. Hatua hii ya Iran imekuja wakati ambapo kumekuwa na taarifa zinazokinzana kutoka Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitoa picha kwamba makubaliano hayo yako karibu kukamilika na hata kudai kwa mustakabali wa awali ungeweza kusainiwa haraka. Hata hivyo, msimamo wa Iran unaonyesha hali tofauti kabisa, ukionyesha kwamba bado hakuna makubaliano ya mwisho yaliyoidhinishwa rasmi na uongozi wa Teherani. Kauli hii pia inaonyesha kuwa huenda kulikuwa na matumaini makubwa kutoka upande wa Marekani kuliko hali halisi ya mazungumzo ndani ya Iran. Kwa sasa kile kinachojadiliwa si mkataba wa mwisho wa nyuklia, bali ni kile kinachoitwa Framework Agreement au Memorandum of Understanding, yani makubaliano ya awali yanayolenga msingi wa mazungumzo wa kina yatakayofuata. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuweka msingi wa namna pande zote mbili zitakavyoendelea kujadiliana kuhusu masuala makubwa na yenye mvutano mkubwa ambayo kwa miaka mingi yamekuwa chanzo cha mzozo kati ya Marekani na Iran. Moja wa masuala makubwa yanayobaki mezani ni mpango wa nyuklia wa Iran, hasa haki ya Tehran kurutubisha uranium. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa ina haki ya kuendelea kurutubisha uranium kwa matumizi ya kiraia kama uzalishaji wa umeme na tafiti za kisayansi, huku ikikataa mashinikizo ya kuachana kabisa na shughuli hizo. Marekani na Israel na baadhi ya mataifa ya Magharibi kwa upande mwingine yanahofu kwamba kiwango kikubwa cha uranium iliyoboreshwa kinaweza kutumiwa kutengeneza silaha za nyuklia endapo Iran itaamua kufanya hivyo baadaye. Ripoti zinaonyesha kuwa ndani ya makubaliano hayo kuna mjadala mzito kuhusu kiwango gani cha uranium ya Iran itaruhusiwa kumiliki, namna ya kusimamia shughuli zake za nyuklia, na ikiwa wakaguzi wa kimataifa watapewa ruhusa kubwa zaidi ya kufanya ukaguzi katika vituo vya nyuklia vya Iran. Haya ni maeneo nyeti sana kwa Teherani kwa sababu yanaingia moja kwa moja kwenye swala la mamlaka ya taifa na usalama wa ndani. Mbali na suala la nyuklia, kuna mjadala kuhusu kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Iran. Kwa miaka mingi Iran imeathiriwa vibaya na vikwazo vya Marekani vinavyolenga sekta ya mafuta, mfumo wa kifedha, biashara ya kimataifa na upatikanaji wa fedha za kigeni. Uchumi wa Iran umekumbwa na mfumuko mkubwa wa bei, kushuka kwa thamani ya sarafu yake, ukosefu wa ajira na ugumu wa biashara za kimataifa. Tehran inaona kuondolewa kwa vikwazo moja kwa moja kutakuwa muhimu zaidi kabla ya kukubali makubaliano yote mapya. Wakati huo, taifa la Qatar limeingia kwa nguvu katika juhudi za upatanishi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vinavyofahamu mazungumzo hayo, wajumbe wa Qatar wamesafiri kwenda Tehran asubuhi ya leo kama sehemu ya jitihada za kukamilisha makubaliano hayo. Doha imekuwa na nafasi muhimu sana katika mgogoro huu kwa sababu ina mahusiano mazuri na Marekani pamoja na Iran. Qatar imekuwa mara nyingi ikitumika kama daraja la mazungumzo pale ambapo mawasiliano ya moja kwa moja yanapokuwa magumu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.